Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza kuamka ukiwa salama na pia wikendi yako ilikuwa ni ya baraka. Asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho hutubariki, kipindi ambacho hutuinua, kipindi ambacho hutufundisha mengi. Pia ni kipindi ambacho kupitia yale maombi ambayo huwa tunaombewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu yanatubeba siku yote. Na siku yote kwetu huwa ni ya baraka. Hivyo basi karibu sana kwa siku ya leo tukaweze kubarikiwa pamoja, na pia kwa wiki yote ukaendelea na kufuatilia kipindi ili ukaweze na kupokea baraka na tena kwa wingi kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye anafahamika kama Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma, Mboni Pastorate, Makueni, Sub-Headquarters. Karibu tuendelee kubarikiwa pamoja. Mimi ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba siku yako haitakuwa ya kawaida tu, bali itakuwa ya baraka. Asubuhi ya leo, ndugu mtazamaji, ningependa kukukaribisha kwenye kipindi hiki ili tukaweze kujifunza na kuendelea na kubarikiwa na neno la Mungu tukiwa pamoja. Na kwa ajili ya nafasi hii, ningekusihi tukaweze kuanza kwa maombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, muhifadhi wa maisha yetu, tunakushukuru asubuhi ya leo ni kwa ajili ya ulinzi wako na baraka zako zisizo na kifani. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu kwetu. Umetupa uhai wa siku ya leo na ukatupa kuamka. Pokea sifa na shukurani ukiwa katika kiti chako cha enzi. Na tuendapo kulisoma neno lako na kujifundisha, tunaomba ukaweze kutembea pamoja nasi ili mwisho tukaweze kubarikiwa na wewe. Na tunaomba hayo katika jina kuu la Bwana Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Mtazamaji, ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupa, na ningependa tukaweze kulisoma neno la Mungu ambalo litatuelekeza na litatupeleka hadi kiwango kingine. Tukijua ya kwamba wiki hii tutakuwa tukijifunza kuhusu kutafuta baraka za Mungu, baraka ambazo ametuahidi Mwenyezi Mungu kwa kutenda mambo fulani na fulani. Kwa hivyo tutakuwa tukichunguza kwenye Biblia ni mambo gani ambayo Mungu alituahidi tukiyatenda tutaweza kupata baraka. Nitasoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mstari ama kifungu hicho cha 28. Tuanze mstari wa kwanza na tumalizie na huo wa 6. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28, mstari huo wa kwanza, tumalizie na mstari wa 6. Naomba tuusome pamoja. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuangizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako na mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wandogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukania unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana asifiwe. Kama jinsi nilivyotangulia kusema ya kwamba
tutaongea kuhusu baraka ambazo Mungu ameahidi watu wake, na baraka ambayo tutazungumza juu yake leo ni baraka inayotokana na kutii. Kila jambo ambalo Mungu amelitoa na akalisema, ukishalitii kuna baraka ambazo Mungu ataweza kutupa ama aweze kukupatia. Baraka hizi za kutii ni kulingana na vile neno la Mungu linavyo tuongelelesha siku ya leo. Hakika Mungu alisema, kama utasikiliza maagizo atakayokupa siku ya leo na kuyafuata na kuyazingatia, utabarikiwa. Je, utabarikiwa kupitia nini? Kutii ni kufuata na kutimiza maagizo aliyotupa Mungu. Kwa hivyo kutokana na hayo tutaweza kupata baraka. Mtazamaji, najua na ninaona ya kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kukataa kupokea baraka. Lakini baraka hizi ni zile ambazo Mungu aliahidi tukitekeleza mambo fulani. Tuangalie mtu kama Ibrahimu alipoagizwa na Mungu kumtolea sadaka, na alipoendelea na kuzingatia maagizo ya Mungu, tunamuona Ibrahimu aliweza kupata baraka za aina nyingi. Kwa hivyo kutii kuna baraka zake. Mfano ni kama vile nimesema, baba yetu Ibrahimu aliweza kubarikiwa na mtoto, na pia akabarikiwa kwa mambo mengi kwa sababu ya kutii tu. Tukimwangalia mtumishi wa Mungu Nuhu, alipozingatia vile alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu na akatii, tunaona aliweza kuokolewa pamoja na nyumba yake, na wengine wakaweza kuangamia. Kwa hivyo kutii ni bora sana katika maisha ya Wakristo. Mungu anapenda watu ambao wanatii sauti yake. Anaposema tufanye hivi, yule ambaye anasikiliza na kutii na kutenda, hakika bila shaka upokea baraka. Tunaona ya kwamba mwanamke yule ambaye alikuwa msunami alikuwa na mtoto wake, na wakati mtumishi wa Mungu aliweza kupitia pale na akamuagiza kwanza amtengenezee chakula, na baada ya kuzungumza na kuonyesha ya kwamba alikuwa amebakiza unga kidogo, lakini kwa sababu ya kutii maneno ya mtumishi wa Mungu jinsi alivyoagizwa na Mungu, akatii, akamtengenezea kwanza. Tunaona na tunaweza kusoma ya kwamba baraka ziliendelea na kujaa ndani ya nyumba yake, kwa sababu kilichokuwa kidogo kiliweza kujazwa. Mafuta, chupa zake zikanjaa mpaka wakatoka wakati wa njaa ukaisha. Ndugu mtazamaji, je, jiulize, wewe unatii sauti ya Mungu? Mungu anaongea nasi kusema mambo gani? Kuna mambo mengi ambayo Mungu anatuagiza. Anatuagiza ya kwamba tuweze kumwabudu kila wakati, tuweze kujiunga kwa maombi, tuweze kuenenda naye katika kila jambo, tumtambue kama yeye ni Mungu wetu, na tunapotii na kusikia na kuanza kutenda mambo yetu kwa nguvu na uwezo wa Mungu, hayo yote yatatufanikisha kupata na kupokea baraka hizi, kama hao mababu wetu walivyotii na tunasoma waliweza kubarikiwa. Je, Mungu anatuagiza tufanye nini siku ya leo? Wewe ni msomi wa Biblia kama mimi. Mungu anataka tufuate mambo yote ambayo aliyaweka ili tuwe tunayazingatia na tunayatenda kila wakati, tukijua ya kwamba yeye ni baba yetu. Tukimwabudu, tukimheshimu, tukienenda katika njia zake, tunapotii kutenda yale ambayo ametuagiza, bila shaka mtazamaji, tutapokea baraka.
kama vile tumevyosoma, kama tutasikia na kutii sauti ya Mungu, tumeangizwa ya kwamba baraka za kwanza tutanjazwa katika mali yetu, ng'ombe, kondoo, kazini, hizo vitu vyote vitabarikiwa, zitanjazwa na Mwenyezi Mungu. Na wakati tunapotoka kutafuta, tunaporudi majioni, tutakuwa tumeandamana na baraka za Mungu. Kwa hivyo kutii sauti ya Mungu ni jambo la maana sana kwa mwanadamu. Tumeangizwa mambo mengi mazuri na baraka nyingi. Wengi wamezikosa kwa sababu ya kuenenda katika njia zao, wa kuenenda katika mienendo miovu, na Mungu akakasirika. Lakini nakuuliza asubuhi ya leo, mtazamaji, wewe uko tayari kusipokea baraka hizi za Mungu? Naona sasa na najua unajiandaa kutoka, na Mungu ametuangiza kama tutasikia sauti yake, tunapotoka tutaandamana na baraka. Je, ungetaka kufuatwa na baraka mahali popote ambapo unapanga kutembea siku ya leo? Hata kama ni shambani, tumeangizwa tu, baraka zitatufuata. Kazini, baraka zitatufuata. Ni vizuri mtazamaji kusikiliza sauti ya Mungu, na si kusikiliza tu, kutii sauti ya Mungu. Kama wewe unataka baraka ambazo zimeahidiwa kwenye kitabu hiki ambacho tumekisoma, baraka za nyumbani, baraka za mali yetu, shambani, kuinuliwa, kuwa na mambo mazuri, ni kutii sauti ya Mungu. Mtazamaji, unapojiandaa kufanya shughuli za leo, ningekuomba unjioji moyoni kama wewe unaisikia na unaitii sauti ya Mungu. Jinsi anavyotuelekeza, tuzingatie tu hayo. Na Mungu ametuahidi baraka za maana na baraka nyingi. Bwana na akubariki, na uendelee na kusikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu tumesoma walioisikiliza walitunukiwa baraka nyingi. Pia na sisi tunatarajia tukifuata na kusikiliza sauti ya Mungu, tutabarikiwa na baraka za aina nyingi. Bwana akubariki, na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu ishaye milele, hakika tunashukuru na tuna wingi wa shukrani kwa sababu ulituahidi baraka za aina mbalimbali, na tumejifunza baraka ya kutii. Tukajua kwamba kutii ni bora sana na kuna baraka zake. Sisi Mungu Baba wetu, tunaomba ili ukaweze kutusaidia, ili tukaweze kuendelea mbele na kutii sauti yako, ili baraka ambazo umetuangiza iziweze kupotea maishani mwetu. Tubariki, bariki watazamaji wote, na shughuli zetu za leo usikawe mikononi mwako. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu meomba. Amina. Utii wa Mungu ni chanzo cha baraka. Kama unataka kubarikiwa na Mwenyezi Mungu, lazima utii neno lake. Lazima tufuate maagizo yake. Baraka hazitatokea mahali popote tu, lakini kuna yale ambayo tunapaswa kuyafanya ili tukaweze na kupokea hizo baraka. So tumeweza kujua kwa siku ya leo kwamba lazima tuwe watiifu mbele za Mwenyezi Mungu na tufuate maagizo yake. Pia tumejua kwamba baraka za Mwenyezi Mungu ni za kina na pana. Tutaweza kuzipokea kwa wingi. Hivyo basi ninakuacha na hili. Tutafute kumtii Mwenyezi Mungu, kufuata maagizo yake. Kufuata maagizo yake na kutenda yale ambayo ameweza na kutuamuru ili tukaweze na kutenda ama na kufanya. Tukifanya hayo yote, baraka za Mwenyezi Mungu zitaweza ama tutaweza na kufuatana nazo.
Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu nawe pamoja nawe na aweze kutembea pamoja nawe, na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi.